Wanyama 9 utakapowaona usingizini wanakuja zaidi ya mara moja, chukua tahadhari kubwa sana, kwa sababu huwa wanawakilisha uchawi ambao unatendewa na mtu mbaya usiyemfahamu. Imma wanyama hawa wakija huwa wanawakilisha imma ni jini wa kichawi tayari yupo katika maisha yako anakufanyia vikwazo vya maisha, au imma ni jini ambaye kashatumwa lakini bado hajakufikia wewe kwa ajili ya kukudhuru. Yaani ndoto manake imekuja hiyo kuwa ni tahadhari kwako wewe. Pili, au itakuwa inawakilisha ni mchawi mwenyewe anakufanyia wewe ubaya ilhali wewe hufahamu, lakini umeletewa ujumbe kwa njia ya kiroho. Kwa hiyo uchukue tahadhari, tena chukua tahadhari kubwa sana, sawa? Na usilete usome kwenye ndoto. Ndoto zinapokuja ni msaada wako wewe mwenyewe, kama tulivyoona kwa Nabii Yusuf, kaoteshwa mfalme ndoto ambayo ilikuja kutokezea mbeleni kabisa huko. Kwa hiyo ndoto inaweza ikawa pengine jambo halija kutokezea. Utakapoona hivi usingizini, ukiamka katafute mtu akusaidie, acha dharau. Mnyama wa kwanza ni paka mweusi. Utakapomuona paka mweusi anakuja usingizini zaidi ya mara moja, fahamu ya kwamba huyu ni dalili ya jini wa kichawi ambaye ni jini ashqi. Jini ashqi ni jini mahaba. Kuna siku kwenye clip yangu nishaye kusema kuna jini mahaba wa aina mbili. Kuna jini mahaba wa asili, kuna jini mahaba wa kutumwa. Jini mahaba wa asili ni yule ambaye anampenda mtu tangu anabaligh, lakini jini mahaba wa kutumwa, huyu ni jini anaekti tu, sawa na sifa zao. Jini mahaba wa kutumwa, mara nyingi sana wewe mtu ambaye uliye nayo unaingia ndoani, lakini ndoa yako inakuwa ni ngumu, pesa haipatikani, hamu ya ndoa huna tendo lile unakuwa huna. Lakini jini mahaba wa asili na vile vile sifa ya mwisho unakuwa ni mtu ambaye unaipambania ndoa yako usitoke ndani ya ndoa. Lakini jini mahaba wa asili hataki ndoa, hataki mahusiano, hataki chochote, hata yani huyu ipo tunakuwa sawa. Na kuna watu wengine natoa tahadhari. Kuna watu wengine wanapoenda kwa watabibu wanaambiwa, wewe ili upone hilo jini mahaba lazima tukafanye tendo mimi na wewe. Jamani, hakuna tiba hiyo. Hata umuone mtu ana sijida kubwa imemkaa kwenye uso wake, hakuna tiba ya kufanya uchafu na mtabibu au mganga, hakuna. Wewe unapoenda kuvua nguo zako ukafanywa tiba ndio ukadhani hiyo ni tiba, unaenda kujidhalilisha mwenyewe tu. Hakuna mtabibu anayefanya tiba kwa njia hiyo, huo ni upuuzi. Wanawake, chukueni tahadhari na kutahadharisheni. Mnyama wa pili, wa kwanza ni paka mweusi. Mnyama wa pili ni simba. Utakapomuona simba usingizini mwako, fahamu ya kwamba simba anawakilisha jini wa kichawi, lakini jini mwenyewe ni mkubwa. Yaani yeye mwenyewe ni jini mkubwa huko kwao ujinini. Kwa hiyo jini lilotumwa kwako wewe sio jini dogo. Utakapoamka asubuhi, chukua tahadhari, acha dharau, kamtafute mtu akufanyie tiba. Wa pili. Mnyama wa tatu ni nyoka mweusi. Huyu nyoka mweusi anawakilisha ni mchawi mwenyewe kabisa. Yaani huyu ni mchawi mwenyewe kabisa, anakuja na